Karibu kusikiliza taarifa kuu za habari kupitia Kongo Post News, sauti ya ukweli kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Idi George. Katika habari zetu za leo, mapigano mapya yameripotiwa katika eneo la Walikale ambako wapiganaji wa Zalendo wanadaiwa kuwafurusha waasi wa M23 kutoka kijiji cha Burubi baada ya mashambulizi makali yaliyozusha taharuki kubwa kwa wananchi. Zaidi ya raia 39 wauawa ndani ya wiki moja katika eneo la Mambasa, huku mashambulizi ya waasi wa ADF yakitumbukiza maeneo ya Biakato na Makumo katika hofu kubwa wa wimbi jipya la wakimbizi. Mahakama ya kijeshi mjini Kisangani yatoa hukumu dhidi ya wanajeshi 84 wa FARDC waliokuwa wakishtakiwa kwa uasi na kukimbia mbele ya adui wakati wa operation za kijeshi dhidi ya waasi wa M23 katika eneo ya Kivu. Na mjini Bukavu, boti ya Akonkwa yatia nanga ikiwa na zaidi ya watu 500 wanaodaiwa kuwa ni wapiganaji wa AFC M23, jambo linalozua wasiwasi mkubwa na maswali mengi miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Na pia tutakunga moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Mapigano makali yameripotiwa katika eneo la Walikale mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wapiganaji wa kundi la Wazalendo wanadaiwa kuwafurusha waasi wa M23 kutoka kijiji cha Burubi baada ya mashambulizi yaliyochukua saa kadhaa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo pamoja na vyanzo vya ndani vya usalama, mapigano hayo yalianza mapema asubuhi wakati wapiganaji wa Zalendo walipoanzisha mashambulizi dhidi ya nafasi zilizokuwa zikidhibitiwa na waasi wa M23 katika kijiji cha Burubi. Mashuhuda wameeleza kuwa milio ya risasi nzito na silaha za milipuko zilisikika kwa muda mrefu, hali iliyowalazimu wananchi wengi kukimbia makazi yao kwa hofu ya usalama wao. Baadhi ya wakazi waliokimbia maeneo ya karibu wamesema kuwa mapigano hayo yalisababisha taharuki kubwa katika vijiji vinavyozunguka Burubi. Wananchi walionekana wakiondoka haraka huku wakibeba watoto na mali chache zilizowezekana kubebewa. Shughuli za kawaida zimesimama kabisa kutokana na hofu ya kuendelea kwa mashambulizi. Kwa mujibu wa taarifa hizo, baada ya mapigano makali, wapiganaji wa M23 walazimika kuondoka katika baadhi ya maeneo ya Burubi, huku Wazalendo wakidai kudhibiti kijiji hicho. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa katika mapigano hayo. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa eneo la Walikale limeendelea kuwa moja ya maeneo yenye mvutano mkubwa katika jimbo la Kivu Kaskazini kutokana na harakati za makundi mbalimbali yenye silaha. Katika miezi za hivi karibuni, mapigano kati ya Wazalendo na jeshi la serikali na waasi wa M23 yamekuwa yakiripotiwa mara kwa mara katika maeneo kadhaa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaamini kuwa mapigano hayo yanaweza kuongeza hali ya sintofahamu katika eneo hilo, hasa wakati juhudi za kidiplomasia za kurejesha amani zikiendelea katika ngazi ya kikanda. Wanasema kuendelea kwa mapigano kati ya makundi yenye silaha kunazidi kuhatarisha maisha ya raia na kusababisha maelfu ya watu kukimbia makazi yao. Kwa upande wao, baadhi ya viongozi wa jamii katika eneo la Walikale wamezitaka pande zote zinazohusika kusitisha mapigano ili kulinda wananchi ambao ndio wanaendelea kuathirika zaidi na hali hiyo ya ukosefu wa usalama. Mashirika ya kiraia pia imeonya kuhusu uwezekano wa kuongezeka kwa mgogoro wa kibinadamu endapo mapigano yataendelea katika maeneo ya vijijini. Hadi sasa mamlaka rasmi ya serikali ya Kongo pamoja na wasemaji wa AFC M23 hawajatoa tamko rasmi kuhusu madai ya kupoteza udhibiti wa Burubi. Hata hivyo, wakazi wa eneo hilo wanaendelea kuishi katika hali ya taharuki wakihofia kurejea kwa mapigano mapya katika siku zijazo. Tujielekeze huko Ituri. Hali ya usalama inaendelea kuzorota katika eneo la Mambasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya watu 39 kuuawa ndani ya kipindi cha wiki moja kufuatia mashambulizi yanayohusishwa na waasi wa ADF. Mashambulizi hayo yamezua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo la Biakato na Makumo, ambapo wananchi wengi wameanza kuhama makazi yao wakihofia usalama wao. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa viongozi wa kijamii pamoja na mashuhuda walioko eneo hilo, waasi hao wamekuwa wakivamia vijiji nyakati za usiku na kutekeleza mauaji dhidi ya raia kwa kutumia silaha za moto na mapanga. Baadhi ya familia zimeripoti kupoteza ndugu zao, huku wengine wakibaki bila makazi kutokana na kuchomwa kwa manyumba wakati wa mashambulizi hayo.
Wakazi wa Biakato na Makumo wanaeleza kuwa hali ya ukosefu wa usalama inaendelea kuongezeka sana katika siku za hivi karibuni. Shughuli nyingi za kijamii na kiuchumi zimeathirika, huku baadhi ya masoko, shule na vituo vya biashara vikifungwa kutokana na tishio la mashambulizi mapya. Wananchi wengi sasa wanaishi katika taharuki wakihofia kuvamiwa wakati wowote. Mashuhuda wanasema baadhi ya mashambulizi yalifanyika katika vijiji vya pembezoni mwa misitu ambako waasi wa ADF wamekuwa wakitajwa kujificha kabla ya kufanya mashambulizi dhidi ya raia. Katika baadhi ya matukio, wananchi wamelazimika kukimbia maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi au maeneo ambayo inadhibitiwa au maeneo ambayo iko karibu na jeshi la serikali FARDC. Pia jeshi la FARDC pamoja na vikosi vya usalama vinaendelea kufanya operation katika eneo hilo kwa lengo la kuwatafuta waasi hao. Hata hivyo, wakazi wanaendelea kulalamika kuchelewa kwa msaada wa kijeshi wakati wa mashambulizi, jambo ambalo limeongeza hasara na hofu ndani ya jamii. Mashambulizi haya mapya yanaendelea kuongeza idadi ya waathirika wa ghasia katika jimbo la Ituri pamoja na maeneo jirani ya Kivu Kaskazini, ambako kundi la ADF limekuwa likihusishwa mara kwa mara na mauaji ya raia kwa miaka mingi sasa. Mashirika ya kiraia katika eneo hilo la Mambasa yamezitaka mamlaka za Kongo kuongeza ulinzi wa wananchi pamoja na kuimarisha operation ya kijeshi dhidi ya makundi yenye silaha. Viongozi wa kijamii pia wameomba msaada wa kibinadamu kwa familia zilizopoteza wapendwa wao na wale waliolazimika kukimbia makazi yao kutokana na hali ya ukosefu wa usalama ambayo inaendelea kuonekana katika eneo hilo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa endapo hatua za haraka zitachukuliwa, hali ya taharuki inaweza kuendelea kuongezeka katika maeneo mengi ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanasema mashambulizi dhidi ya raia yanaendelea kuathiri maisha ya maelfu ya watu, huku jamii nyingi zikibaki katika mazingira ya hofu na kutokuwa na uhakika wa kesho yao. Mpaka sasa serikali ya Kongo haijatoa takwimu mpya kuhusu idadi ya waliokufa, lakini taarifa kutoka kwa viongozi wa ndani vinaonyesha kuwa hali katika eneo la Biakato na Makumo bado ni ya wasiwasi mkubwa, huko operation ya kijeshi zikiendelea katika maeneo yanayoshakiwa kuwa maficho ya waasi wa ADF. Tujielekeze katika mji wa Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali ya taharuki inaendelea kushuhudiwa miongoni mwa wananchi baada ya boti ya Akonkwa kutia nanga hii Ijumaa tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka 2026 ikiwa na zaidi ya watu 500 wanaodaiwa kuwa ni wapiganaji wa kundi la AFC M23 kwa mujibu wa mashuhuda mbalimbali waliokuwepo eneo hilo la bandari. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo, boti hiyo iliwasili katika mazingira yaliyozua sitofahamu kubwa, huku abiria waliokuwa ndani yake wakitajwa kuwa wamevalia mavazi yanayofanana na yale ya wapiganaji wa AFC M23. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu utambulisho wao kamili wala sababu ya safari hiyo. Mashuhuda wanaeleza kuwa mara baada ya boti hiyo kuwasili, kulionekana taharuki kubwa katika maeneo ya karibu na bandari, huku baadhi ya wananchi wakihofia huenda hali ya usalama ikienda kuzorota katika mji huu wa Bukavu ambao tayari umekuwa ukikumbwa na mvutano wa kivita katika miezi za hivi karibuni. Wakazi wa Bukavu wanaendelea kuhoji kuhusu hatima ya kundi hilo pamoja na mahali walipokuwa wakielekea. Kutokuwepo kwa mawasiliano rasmi kutoka kwa mamlaka ya kijeshi au kiraia kumeongeza hofu na kuzua mijadala mikubwa ndani ya jamii. Baadhi ya wananchi wameonyesha wasiwasi wao wakisema kuwa uwepo wa idadi kubwa ya watu wanaohusishwa na makundi ya waasi unaweza kuongeza hali ya sitofahamu katika eneo hilo. Kwa upande mwingine, wachambuzi wa masuala ya usalama wanaamini kuwa tukio hili linaweza kuwa na uhusiano wa mabadiliko yanayoendelea katika maeneo kadhaa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako makundi mbalimbali yenye silaha yanaendelea kusaka ushawishi wa kijeshi na kisiasa. Mpaka sasa viongozi wa serikali ya Kongo pamoja na wasemaji wa AFC M23 hawajatoa tamko rasmi kuhusu taarifa hizo. Hali hiyo imeacha maswali mengi bila majibu, huku wananchi wakisubiri kujua iwapo kundi hilo lilikuwa likielekea katika operation maalum, uhamisho wa wapiganaji au shughuli nyingine ambazo bado hazijawekwa wazi.
Tukio hili linakuja katika kipindi ambacho juhudi mbalimbali za kurejesha amani katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiendelea kufanyika kupitia mazungumzo ya kikanda na kimataifa. Hata hivyo, wananchi wa Bukavu wanaendelea kuomba mamlaka husika kutoa ufafanuzi wa haraka ili kuondoa hofu na kurejesha utulivu ndani ya mji huo wa Bukavu. Baada ya kusikiliza taarifa mbalimbali kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi tunakuunga moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Moja kwa moja tunaanza na ripoti kwamba rais wa Marekani Donald Trump anaelekea nyumbani Washington baada ya kukaa siku mbili na rais wa China Xi Jinping mjini Beijing. Viongozi hao wawili wameonyesha hali ya urafiki licha ya tofauti kubwa zilizopo kuhusu masuala ya Iran na Taiwan. Sudi Mnete na hitimisho ya ziara hiyo. Kabla ya Rais Trump kuanza safari yake mapema leo hii, viongozi hao walitembea pamoja katika viwanja vya Zhongnanhai na kufanya kikao cha kikazi sambamba na kunywa chai na kula chakula cha mchana. Na hii ni kauli ya Rais Trump. Hii imekuwa ziara ya kustaajabisha sana na nafikiri imekuja na mambo mengi mazuri. Tumefanya makubaliano makubwa ya kibiashara yenye manufaa kwa nchi zote mbili. Yeye ni mtu ninayemheshimu sana. Tumefahamiana kwa takriban miaka 11 au 12, ni muda mrefu, na tumetatua matatizo mengi tofauti ambayo watu wengi wasingeweza kuyatatua, na uhusiano wetu ni imara sana. Matumaini ya ishara ya mafanikio ya ziara hiyo kadhalika yameonyeshwa na rais wa China Xi Jinping. Ziara hii ni ya kihistoria na ni muhimu sana. Hadi wakati huu tumeanzisha uhusiano mpya wa pande mbili, au tuseme uhusiano wa kujenga unaolenga udhabiti wa kimkakati. Hii inaweza kuelezewa kama ziara ya kihistoria yenye rekodi ya kipekee. Katika mfululizo wa mikutano na matukio ya siku ya Alhamisi, viongozi hao wawili walijadili masuala yenye mvutano kama vita vya Iran, biashara, teknolojia na Taiwan. China imeonyesha nia ndogo hadharani ya kujihusisha zaidi katika kutatua vita vya Iran. Xi pia alidokeza kuwa tofauti kuhusu Taiwan zinaweza kusukuma nchi yake na Marekani kwenye mkondo wa mgogoro. Vitisho vya kila upande kuweka ushuru mkubwa wa bidhaa bado vinaendelea kuwepo. Trump alisema Xi alimweleza kuwa China inataka kusaidia kujadili kumaliza vita na kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz. Ikumbukwe tu China ndio mnunuzi mkubwa wa mafuta ya Iran, na Trump anatumaini Xi atatumia ushawishi huo kuishinikiza Iran kufikia makubaliano kwa zingatio la masharti ya Marekani. Trump pia alisema Xi alimhakikishia kuwa China haitatoa vifaa vya kijeshi kwa Iran. Trump ameonyesha mtazamo chanya sana kuhusu uhusiano kati ya Marekani na China katika ziara hii. Hata hivyo, mtazamo huo unagongana na ukweli mgumu kuhusu masuala mazito yanayozikabili nchi hizi mbili zenye nguvu kubwa, likiwemo hilo la Taiwan, vita vya Iran na biashara. Katika mkutano ulikuwa na shamra na pongezi nyingi, Xi alimwonya Trump kuwa tofauti kuhusu Taiwan, kisiwa kinajitawala ambacho Beijing inadai kuwa sehemu yake, zinaweza kupelekea mvutano au mgogoro kati ya Marekani na China. Trump aliidhinisha kifurushi cha silaha chenye thamani ya dola bilioni 11 kwa Taiwan mwezi Disemba, lakini bado hilo halijatekelezwa. Ikumbukwe tu kwa Alhamis, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Marco Rubio alisema kwamba itakuwa kosa kubwa sana kwa China kujaribu kuinyakua Taiwan kwa nguvu. Kwa ziara hii ya sasa, Trump alielekeza nguvu zake kwenye biashara na mikataba ya kuifanya China kununua bidhaa zaidi za kilimo na ndege za abiria, huku akiweka mfumo wa kushughulikia tofauti zao na kuepuka kurudi kwa vita ya kibiashara iliyoanzishwa mwaka jana baada ya Trump kuongeza ushuru wa bidhaa. Ni ripoti yake Sudi Mnete, asante sana. Kituo cha kudhibiti na kupambana na magonjwa mlipuko barani Afrika hii leo Ijumaa kimethibitisha kuzuka kwa mlipuko mpya wa ugonjwa Ebola katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika jimbo la Ituri. Kwa mujibu wa Africa CDC, hadi sasa watu wapatao 246 wanashukiwa kuambukizwa Ebola na wengine 65 wamekufa katika maeneo ya Mongwalu na Rwampara. Taarifa kamili ni kutoka kwake Silvana Karimera. Shirika hilo limesema watu 4 waliothibitishwa na maabara kuwa na Ebola wamefariki dunia, huku wengine wanaoshukiwa kuambukizwa wakiripotiwa katika mji wa Bunia, ingawa bado taarifa rasmi inayothibitisha kuwa ni Ebola inasubiriwa.
Africa CDC imesema pamoja na washirika wa kimataifa katika sekta ya afya kwamba wanazifuatilia kwa karibu nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda na Sudani Kusini. Lengo kuu ni kuimarisha ufuatiliaji katika maeneo ya mipakani, maandalizi na hatua za haraka za kudhibiti ugonjwa huo ili kuzuia usienee zaidi katika nchi za jirani. Shirika hilo pia limesema taarifa za awali zinaonyesha uwezekano wa kuwepo kwa aina ya virusi vya Ebola ambayo si ile iliyojulikana kama Zaire, huku vipimo vya maabara vikiendelea ili kubaini aina halisi ya virusi hivyo. Africa CDC imeeleza wasiwasi wake kuhusu hatari ya ugonjwa huo kusambaa zaidi kutokana na shughuli nyingi za watu katika maeneo ya Bunia na Rwampara, pamoja na shughuli za uchimbaji wa madini katika eneo la Mongwaru zinazochangia watu kusafiri mara kwa mara. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo la Africa CDC, Dr. Jean Kaseya, amedhibitisha kuwepo kwa mlipuko huo, lakini akifanua hatua zinazochukuliwa. Tunafuatilia kwa karibu sana maendeleo ya ugonjwa wa Ebola ambao tayari umethibitishwa katika jimbo la Ituri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matokeo ya awali ya maabara yameonyesha kuwepo kwa visa kadhaa vilivyothibitishwa kuwa na virusi vya Ebola, na uchunguzi wa kina wa kimaabara bado unaendelea ili kubaini aina halisi ya virusi hivyo, lakini tunajua tayari kuwa si aina ya Zaire. Kinachotia wasiwasi zaidi ni hatari kubwa ya ugonjwa huo kusambaa katika ukanda mzima kutokana na idadi kubwa ya watu wanaosafiri katika maeneo yaliyoathirika na nchi jirani, hasa Uganda na Sudan Kusini. Ebola ni ugonjwa hatari unaosababishwa na virusi vinavyoenea kwa urahisi kupitia majimaji ya mwili kama damu, matapishi, shahawa au vitu vilivyochafuliwa kutoka kwa mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na ugonjwa huo. Ugonjwa huo unaweza kusababisha kutokwa damu nyingi, kuharibika kwa viungo vya mwili na hatimaye kifo. Mlipuko huu mpya umetokea takriban miezi mitano baada ya Kongo kutangaza kumalizika kwa mlipuko uliopita wa Ebola uliosababisha vifo vya watu 43 ndani ya miezi mitatu. Huu sasa ni mlipuko wa 17 wa Ebola nchini humo tangu ugonjwa huo ugunduliwa mwaka 1976. Mlipuko mkubwa zaidi wa Ebola nchini humo ulitokea kati ya mwaka 2018 na 2020 katika mashariki mwa nchi hiyo na kusababisha karibu vifo 2300. Wakati wa mlipuko wa mwaka jana, shirika la afya duniani WHO lilikumbana na changamoto kubwa za kufikisha chanjo katika maeneo yaliyoathirika kutokana na ugumu wa kuyafikia pamoja na uhaba wa fedha. Asante sana Silvanus Karemera kwa ripoti hiyo. Na mvutano kati ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na vyama siasa nchini Tanzania unaendelea baada ya chama kikuu cha upinzani Chadema kuandikiwa barua na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ikitakiwa kujieleza kwa nini isifutie usajili. Chadema na wadau wengine wa siasa wamenyoshea kidole ofisi hiyo wakidai hailei vyama vya siasa, badala yake inavivuruga. Mwandishi wetu wa jijini Dar es Salaam Florence Majani amefanya mahojiano maalum na naibu msajili wa vyama vya siasa Sis Nyahoza, na kwanza alitaka kujua maudhui ya barua hiyo kwa Chadema. Hii barua tumewaambia wajieleze, hata ukisoma kwamba wanatakiwa mpaka tarehe 20 Mei wawasilishe maelezo kwa nini wasichukuliwe hatua. Ina maana sisi watakavyowasilisha yale maelezo yao ndo tutaona uzito wa maelezo yao, kwamba kwa uzito huu tuwape adhabu au tusiwape. Lakini tumeyataja mle ndani adhabu ambao tunakusudia kuwapa. Tumeambia kwamba tunakusudia kusimamisha usajili wenu au kuwapa fine, kuwatoza fine, au vyote viwili. Na hicho ndicho ambacho sasa kinawashtua kwamba pengine kusimamishwa kwa usajili wao kutapelekea chama hicho tena kurudi pale hatua 10 nyuma. Maanake juzi tu walikuwa wamezuiwa kufanya shughuli za kisiasa kutokana na amri ya mahakama. Unadhani hili ni sahihi sana, Nyaoza? Ni sahihi kwa sababu wao wanatakiwa wanafahamu kabisa kwamba wanatakiwa wafanye kazi na ni shughuli zao za kisiasa kwa mujibu wa sheria. Sasa kuendelea kukiuka sheria ina maana wanafanya makusudi, wanafanya mzaha. Na kumekuwa na hoja yao nyingine, wanazungumzia kuhusu kuzuiwa kwa kampeni yao ya no reform no election. Hoja hii ina mashiko kwako msajili? Sasa hiyo kampeni kwamba sisi tumezuia, si wanaisema kila siku. Hiyo kampeni wanaisema kila siku. Lakini sisi tunachowaambia, na ndio hapo tuliwaambia hata kabla ya uchaguzi wa 2029. Unazuiaje uchaguzi bila kuvunja sheria? Uchaguzi uko kwa mujibu wa sheria. Sasa ukitaka kuuzuia, labda uende mahakamani ukaiombe mahakamani zuia uchaguzi, lakini uweze ukaizuia barabarani. Na wengine wamekwenda mbali na kuhoji kwamba mbona makosa yanayofanywa na Chadema na vyama vingine hufanywa pia na chama tawala cha CCM, lakini ofisi ya msajili wa vyama vya siasa imekaa kimya. Chama tawala
wanafanya makosa, hatukatai na tunawachukulia hatua kwa kuwaandikia kama tunavyofanya Chadema. Isipokuwa reaction zinatofautiana. Ukiwaandikia Chadema watakwenda kwenye mitandao, watatafuta huruma ya wananchi, watafanya nini, wenzao hawafanyi hivyo. Aliongea Mheshimiwa Makara kuhusu mambo yale ya nini sijui virusi sijui nini. Tuliwaandikia CCM. Usijenge uhasama na msajili. Sasa mzazi wako anapokuambia mwanangu hili umekosea, uwezo ukajenga uhasama na babako au mamako. Neno la mwisho la hekima kutoka kwa msajili wa vyama vya siasa kwenda kwa vyama vya siasa vyote Tanzania. Nachoambia kwamba katiba ibara ya 20 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatoa uhuru wa kuanzisha vyama vya siasa na kila mtu kutoa maoni yake na kukosoa sera za chama kingine, ili mradi kuvunji sheria. Kwa mimi naamini kabisa tuna uwezo kufanya siasa za kistaarabu na tufanye hivyo. Ni mahojiano hayo maalum kati ya mwandishi wetu jijini Dar es Salaam Florence Majani na naibu msajili wa vyama vya siasa Tanzania Sister Nyahoza. DW tunavuma kwa kishindo. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za siku ya leo, ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, una like, una comment, pia una share ili habari iendelee kuwafikia walio wengi. Wala unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo inaendelea kuona kwenye video, kwenye picha, na ukatupatia maoni yako, aiza mapendekezo yako na